Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Praise Evaristi. Leo ni tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026. Kwa neema ya Bwana hakika tumeona tena mwaka mpya. Tunamtukuza Bwana kwa siku ambayo pia ametupa. Lakini nina neno kidogo ambalo nilikuwa nahitaji nizungumze na ndugu ambao wanatazama muda huu. Unajua, tunapokuwa tunaingia mwaka mpya huwa tumeweka malengo mengi. Tunakuwa na vitu vingi ambavyo kwa tunavitaji. Wengine tukiangalia hata kwenye diary zetu, mambo ni mengi sana ambayo tunakuwa tumeandika ili Bwana aweze kutusaidia katika mwaka mpya. Lakini mambo mengine tunaambia Bwana tubariki. Baba, naomba unisaidie nijenge nyumba. Sijui nahitaji mwaka huu niwe na gari, ninunue sijui viwanja. Lakini nina kitu kimoja ambacho nahitaji nikuambie kama mtumishi wa Mungu. Mwaka huu ufanye kuwa ni mwaka wa kutumika kwako. Mwaka huu ufanye kuwa ni mwaka wa kumfanyia Mungu makubwa. Usijijali wewe tu peke yako. Hebu anza kwanza na Mungu. Maana Mungu huwa anashughulika na mambo yetu. Pale tunaposhughulika na mambo ya Mungu, na Mungu lazima ashughulike na sisi. Tumepewa agizo la kusema tuenende. Maana tukiangalia katika ile Mathayo 28 tukianza 18 inasema Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ukija ukiangalia hichi kitabu ni agizo kuu ambalo Mungu ametupa. Natamani 2026 ifanye kuwa ni mwaka wa injili kwako, ufanye kuwa ni mwaka wa kuwaleta watu kwa Yesu. Kupitia wewe Mungu akajivunia, akaseme ninajivunia mtumishi wangu Sifa yule pale. Hebu kuwa proud mbele za Mungu. Mungu ajivunie kuhusu wewe. Fanya kazi ambayo kile Mungu ambayo anakuwa amekuleta hapa duniani, kwa sababu kila tunapopata pumzi, tunapofikia pia mwaka huu mpya, tamani uwe ni mwaka wa injili kwako. Tamani kuwa ni mwaka wa kuwafikia watu wengine ambao hawajamjua Kristo, wamjue Kristo kupitia wewe, na hakika Mungu atatukuzwa. Barikiwe sana.